المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله عباد الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وهثنا في آياته كثيرة ومتعددة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بعد ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vile vile kuhusia nafsi yangu na kuwahusia ninyi pia katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika ufaulu ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mawdu'una اليوم أهمية الخلافة في حماية الأمن والمصلحة العامة، umuhimu wa utawala, muhimu wa uongozi wa ukhalifa katika kulinda amani na vile vile kulinda maslahi ya wote. Kwa bila shaka kichwa cha habari kinajitosheleza ya kwamba kinaonyesha ni jinsi gani ambavyo umuhimu wa uongozi, umuhimu wa utawala, umuhimu wa ukhalifa, umuhimu wa uongozi wa nafasi ya juu kabisa, ambayo ndiyo tunasema ni amiri jeshi, ndiyo mwenye kutoa amri ndani ya nchi. Hili linafahamika kupitia Qur'ani, kupitia sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kupitia maisha ya wema waliotangulia. Walitambua na kufahamu ya kwamba uongozi ndio ambao na nafasi kubwa ya kuweza kulinda maslahi ya mtu mmoja mmoja na maslahi ya wengi kwa ujumla wake. Na hatuwezi kuyapata maslahi hayo isipokuwa kwa kuwepo amani. Na amani ambayo inahitajika ni lazima iwe na mwenye kuilinda, mwenye dhamana ya kulinda amani kwa ujumla, kwa sababu amani ni katika mambo yanayohitajika na wengi na wala si ya watu binafsi. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika surati Al-An'am: qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din wanduru kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul huwa al-qadir, sema ewe Muhammadi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qadir, yeye ndiyo mwenye uwezo, an yab'atha alaykum adhaban, kuwaleteeni adhabu, kuwashushieni adhabu, min fawqikum, kutoka juu yenu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati aya hii inashuka
anasema a'udhu biwajhika, kadhalika au min tahti arjulikum, au chini ya miguu yenu, kadhalika akasema a'udhu biwajhika, mpaka akasema Allah subhanahu wa ta'ala au yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hatani ahwan aisar, haya mawili ndiyo mepesi, ndiyo yenye nafuu kuliko hayo ya mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba yeye anao uwezo wa kuwaletea ninyi adhabu kutoka juu, mafuriko, mvua zikanyesha kubwa mpaka mkawa hamwezi tena kuhimili, ikawa ni sababu ya ninyi kufa, au kuwepo kwa adhabu zinginezo ambazo zinaweza kuangamiza wanadamu, ikiwepo upepo na mfano wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anajikinga kwa Allah kwa hilo, na akasema vile vile na uwezo wa kuwaletea adhabu kutoka chini, nalo hili pia Mtume akawa anajikinga, kwa maana ya kuwepo matetemeko au kuzama, kutitia katika ardhi na kupotelea kama ilivyofanyika kwa Karun. Akasema au awafanyeni ninyi kuwa ni makundi makundi, vipande vipande, au yaj'alakum firaqan mutakhalifin, au awafanye kuwa ni vikundi vikundi ambavyo mmetengana tengana. Kupitia vikundi hivyo wayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, ili awaonjeshe baadhi yenu kwa baadhi nyingine adhabu. Yuharibu ba'dukum ba'dan, baadhi yenu wanawapiga baadhi nyingine. Wayaktulu ba'dukum ba'dan, na kuua baadhi yenu kuua baadhi nyingine. Akasema hili nikamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akanikatalia, akasema hili siwezi kulizuia. Sababu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali rakaa, baada ya rakaa zile akaomba mambo matatu Mwenyezi Mungu amkinge. Mambo mawili ni hayo adhabu ya kutoka juu ya kuangamiza umma wote, na ya kutoka chini kuangamiza umma wote. Anasema hili Mwenyezi Mungu akanikubalia, lakini nikamwomba tena asitufanye kuwa ni vikundi vikundi wenye kuadhibiana sisi kwa sisi. Anasema hili akaninyima. Ndugu yangu Muislamu, wale ambao walitengeneza multiple parties, vyama vingi, walikuwa na malengo, wanapotaka jambo lao watatumia tofauti zenu, watatumia vikundi vyenu ili kutaka kutekeleza malengo yao, ili kufikia yale wanayoyakusudia. Na haya ndio ambayo yanayotokea katika nchi mbalimbali, kwa kuwepo vikundi ambavyo vinakuwa ni kinyume na dola na kusababisha mambo mbalimbali na maafa na madhara na majanga mbalimbali ambayo hayawezi kuelezewa ukubwa wake na upana wake na namna ambayo ya kuweza kuyadhibiti madhara haya. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema undur kaifa nusarrifu al-ayati, hebu angalia namna gani tunavyozibainisha aya, namna tunavyoweka wazi, la'allahum yafqahun, ili waweze kuwa na uelewa wa kutambua umuhimu wa sheria za Allah, kufuata sheria alizoweka Allah na wala sio sheria zilizowekwa na wanadamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, mtu ambaye Mwenyezi Mungu anamtakia khairi ya dunia na akhera yake atampa ufahamu wa kuielewa dini. Matatizo yote, majanga yote, mabalaa yote ni kwa sababu ya jahalu fi dini, ni ujinga katika dini ya Uislamu, kutokujua sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala ambazo ndio ufumbuzi wa matatizo yetu. Ndugu yangu Muislamu, yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema yajibu an yu'rafa, ni wajibu ya kwamba ijulikane, anna wilayata amri nasi, kwamba kutawalia mambo ya watu,
katika wajibu mkubwa wa dini, yani wajibu kuliko wajibu ni kusimamia, ni kutawalia mambo ya dini, kuwepo kwa uongozi, kuwepo kwa utawala. Akisema bal la qiyama lidini wala lidunya illa biha, bali hakuna uwezekano wa kusimama kwa dini wala kusimama kwa dunia ila kwa uongozi. Akasema lihajati ba'dihim ila ba'din, kwa sababu watu wanahitajiana baadhi yao kwa baadhi nyingine, na hivi ili tuweze kuhitajiana na ili tuweze kusaidiana vile vile haya hayawezi kutimia illa bil ijtimai. Sasa fa inna bani adam la tatimu maslahatuhum, hakika wanadamu hayawezi kutimia maslahi yao illa bil ijtimai, isipokuwa kwa kukusanyika, kuwa pamoja, lihajati ba'dihim ila ba'din, kwa sababu tunahitajiana baadhi yetu kwa baadhi nyingine. Huwezi kuuza sokoni, huwezi kuuza duka lako, huwezi kuuza nyanya zako, huwezi kuuza bucha yako, huwezi kuuza mchele wako ila mpaka watu watoke waweko sokoni. Na kama hakuna amani, hakuna atakayetoka kuja sokoni. Hata kama wewe umeweka bidhaa zako, zitakuharibikia na wala haziwezi kuuzika, kwa sababu unahitajia watu watoke, unahitajia watu waje, na uwezekano wa kuja haupo kwa sababu hakuna amani, kwa sababu hakuna usalama. Ni nani anaweza kufanya biashara? Na wewe uliokaa nyumbani ukafungiwa ndani, huwezi kwenda kutafuta riziki yako, ina maana ya kwamba maisha yako pia yatakuwa ni magumu. Inawezekana ukafia ndani kwa sababu umekosa chakula, kwa sababu hauna kinywaji, kwa sababu hauna mahitaji yako ya msingi. Lihajati ba'dihim ila ba'din wala budda lahum inda al-ijtimai, na hakuna budi kwa wao wakati wa kukusanyika, miraasin, wawe na kiongozi, wawe na mtu mmoja ambaye ni msemaji, ambaye ni khalifa, ambaye ni raisi, ambaye ni kiongozi mkuu, ambaye ndio amiri jeshi wao. Anasema hata qala Rasulu sallallahu alayhi wasallam, mpaka akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, idha kharaja thalathatun fi safarin, wanapotoka watu watatu katika safari, watu watatu, 1, 2, 3, wanapotoka katika safari kwenda safari, falyuamiru ahadahum, basi wamchague mmoja wao awe ni kiongozi wao, awe ni amiri wao. Rawahu Abu Daud. Ikiwa hichi ni kikundi cha watu watatu, ili maslahi yao yaweze kutimia kwa safari ambayo haijulikani, inawezekana ni ya masaa, inawezekana ni ya siku moja, inawezekana ni ya wiki, lakini bado wakaambiwa wachague kiongozi, wawe na kiongozi. Manake asipokuwepo kiongozi, madhara yake ni makubwa, na kiongozi wao atakuwa ni sheitani, kiongozi wao atakuwa ni ibilisi. Nini kama kiongozi ni ibilisi? Nini mafanikio yenu? Vipi kufaulu kwenu katika maisha yenu? Ndugu yangu Muislamu, jambo la uongozi si jambo dogo. Mahama yakun, vyovyote vile atakavyokuwa kiongozi, tunalazimika kuwa na kiongozi. Mwili wa binadamu unahitaji moyo. Moyo usipopiga, moyo ukitulia, huwezi kuhadithia kunako macho wala pua wala mdomo wala miguu, maadamu moyo umekataa kufanya kazi. Viungo vyote vinafanya kazi kwa sababu moyo unafanya kazi, na ndivyo kila mtu anaweza kufanya kazi zake kwa sababu uongozi unafanya kazi.